Alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu, akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa, mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu, kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, nami nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake, kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami
govi lake, na Ishmaeli mwanawe alikuwa